Licha ya kocha Salum Mayanga na kikosi chake cha Mbeya City wakicheza nyumbani kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya kuzuia zaidi kutokea chini, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza kwa dhamira ilionekana tangu dakika ya kwanza kwamba wanazitaka pointi 3 muhimu, wakaibuka na ushindi wa bao 1-0 ambao sasa unawafanya wawe kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kuwa na pointi 64, huku wakisubiri matokeo ya watani za wajadi Yanga dhidi ya Fountain Gate kujua kama wataendelea kubaki hapo ama vinginevyo, kwa sababu Yanga kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kabla ya mchezo wa leo hii walikuwa kileleni wakiwa na pointi 63, Simba wakiwa na pointi 61. Lakini bao hili la pekee la Simba lililowekwa wavuni na Eli Mpanzu Kibisawala akitumia vyema pasi kutoka kwa Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama katika dakika 44 ikaifanya Simba iibuke na ushindi huu wa bao 1-0 katika mechi ambayo Simba tangu mwanzo wa mechi mpaka mwisho walionekana dhahiri shairi kwamba wanachokitaka ni pointi 3 muhimu, na hatimaye kocha Steve Barker akazipata pointi hizo dhidi ya mpinzani wake Salum Mayanga katika mechi ambayo Mbeya City walipambana haswa wakicheza kimbinu kwa kuzuia zaidi kutokea chini, lakini Simba kwa kutimiza dhamira hiyo ya kupata pointi 3 muhimu sasa wako pale juu kileleni katika mechi ambayo kwa mara ya kwanza wekundu wa Msimbazi Simba walicheza kuanzia saa 8 mchana jijini Mbeya. Muda wa kuanzia saa 8 hauna athari sana, licha ya kucheza kuanzia saa 8 bado Simba walionekana kucheza vizuri zaidi, wakiwa wao ndio timu ya kwanza katika muda wote wa mchezo na kuibuka na ushindi huo muhimu katika mechi iliyokuwa na ugumu wa aina yake. Kwenye mechi hiyo Simba walianza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, wakawa na viungo 3 na washambuliaji 3 wakiongozwa na mshambuliaji bandia Eli Mpanzu Kibisawala kama ilivyo katika siku za karibuni ambapo kocha Steve Barker huanza hivyo. Lakini wenyeji Mbeya City wao waliingia na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2 wakiongozwa na Rifati Msuya, huku wengine wakiwa kwa karibu ni pamoja na nahodha Eliud Ambokile pamoja na Tobias Wile Mwani, ingawa kwenye kucheza kwao muda mwingi wenyeji Mbeya City walikuwa wakizuia zaidi, lakini kujichanganya kwa walinzi wao akina Kevin Pemba Kingu, Davis Mwasa kuelekea mapumziko katika dakika 44 kwa kuamini kwamba Mpanzu alikuwa offside kukawagharimu, kwa sababu Mpanzu marejeo ya picha za video yanaonekana kwa kwamba hakuwa offside na aliupokea vizuri mpira kutoka kwa Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama, akamzunguka golikipa Hashimu na kuweka mpira wavuni kiurahisi, huku kulalamika kwa walinzi wa Mbeya City kukiwa hakuna msaada wowote kwao katika kubadili matokeo, kwa sababu kimsingi Mpanzu hakuwa offside. Mwisho wa siku Simba mpaka mapumziko alikuwa tayari wanaongoza kwa bao hilo. Kipindi cha pili mabadiliko kadhaa ikiwamo kuingia kwa Selemani Mwalimu Gomez, kuingia kwa Ino Jospin Loemba, kuingia kwa Anise Ura, lakini mabadiliko ya Mbeya City ikiwamo kuingia kwa kina Kulandana bado hakukuleta mabadiliko mpaka mwisho wa mchezo. Simba wakapata pointi hizo 3 muhimu zinazowafanya wawe pale juu kileleni, huku Mbeya City wakiendelea kuwa miongoni mwa timu 4 za chini kwa kuwa na pointi 25. Licha ya kocha Salum Mayanga na kikosi chake cha Mbeya City kuanza mchezo katika dakika 45 za kwanza kwa kuzuia zaidi kutokea chini, lakini wamejikuta mpaka mapumziko Mbeya City mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa tayari wako nyuma kwa bao 1-0, ambao wao licha ya kwamba wanakabiliana na Mbeya City inayozuia zaidi kutokea chini, lakini wamekuwa wakimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi katika eneo la Mbeya City na kufanya majaribio kadhaa, ambayo mwisho wa siku katika dakika ya 44 Eli Mpanzu Kibisawala akawatanguliza Simba kwa bao hili kutokana na pasi ya Cletus Chota Chama, ambaye baada tu ya kupata mpira huo Eli Mpanzu Kibisawala akampiga chenga golikipa Hashimu na kuweka mpira wavuni, huku walinzi wa Mbeya City akiwamo Kevin Pemba Kingu, Davis Mwasa ambao wanacheza katika eneo la kati, lakini walinzi wengine wa pembeni Kevin Kijiri, Yaya Mbegu na viungo wao kwa pamoja wakidhani kwamba Mpanzu alikuwa ameotea, lakini marejeo ya picha za video yanaonyesha Mpanzu akipokea mpira katika eneo ambalo wala hakuwa offside, na kwa utulivu mkubwa Mpanzu ambaye alifunga katika mechi iliyopita anamlamba chenga nzuri Hashimu na kuweka mpira wavuni kwa utulivu sana. Hii ni kutokana na kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba katika dakika 45 za kipindi cha kwanza wamekuwa kikionyesha kwamba wanazitaka sana pointi 3 kutokana na namna ambavyo wanacheza.
Mapambano yamekuwa ya juu katika mipira ya chini na ya juu, lakini pia kushambulia mfululizo, kufanya majaribio pasi na kuwa frustrated, kukatishwa tamaa na mpango kazi wa Mbeya City ambao unawafanya wawe nyuma zaidi. Simba inafahamika wazi kwenye kikosi chake leo hii, wakitambua kwamba pointi 3 ni muhimu ili kuwawezesha kupanda kileleni mwa msimamo ligi kuu Tanzania bara, kutimiza pointi 64 na hivyo walau kuwaacha watani zao jadi Yanga kwa tofauti ya pointi 1. Wakati wakisubiri Yanga kucheza mechi yao dhidi ya Fountain Gate, walianza na kikosi imara sana. Kocha Steve Becker baada ya golikipa Mahamadou Tanja Jibo amekuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, kwa maana ya kuwa na mshambuliaji bandia kama ilivyo kawaida yake anapoanza mechi zake katika siku za karibuni, ambaye ni Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini ukiangalia rasilimali watu waliopo, kuna Kapombe miongoni mwa walinzi wa pembeni, yupo Anthony Mligo kama beki wa kushoto, katikati ukiwa na Ismail Olivier Ture pamoja na Rushen Derok, wakati katika viungo ameanza na Lassane Maodo Kante na Yusuf Kagoma katika eneo la kati, lakini pia wapo na Neo Maema, wakati katika washambuliaji kuna Cletus Chota Chama mtoa assist pass saidizi ya bao, yupo Libase Ge kutokea upande wa kulia, wakati wenyeji Mbeya City wao katika mfumo wao wameingia baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na juu wakiwa na washambuliaji 2, huku waliopo eneo la kati ni pamoja na Hija Lida Shamte, Adili Buha, wakati pia katika viungo wa ushambuliaji yupo Hassan Dilunga, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kijiri pia ni mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mashambulizi yao ya kujibu yalikuwa yakitegemea kasi ya Dilunga, kasi ya Rifat Msuya ambaye ni mshambuliaji, lakini kasi ya nahodha Eliud Ambokile kwa sapoti ya kina Adili Buha. Lakini katika eneo la kiulinzi kina Kevin Pemba Kingu, Davis Mwasa pamoja na mabeki wake kina Yaya Mbegu na Kevin Kijiri ambaye amekuwa akipandisha mashambulizi kadhaa golini, kukiwepo na Hashim. Kwenye kucheza kwao licha kuonekana ni 4-4-2 baada ya golikipa, lakini Mbeya City wamekuwa kizuia zaidi kutokea chini, kunyima mianya kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kupata nafasi ya kufunga. Mbeya City wana pointi 25 katika zile timu 4 za chini ambapo wapo hivi sasa. Kwa sababu hiyo cheza yao imekuwa umakini sana chini ya kocha Salum Mayanga, kuzuia zaidi, kushambulia kwa kushtukiza na hasa maeneo ya pembeni kupitia kwa Kevin Kijiri anayekimbia kwa kasi, lakini vile vile Yaya Mbegu kutoka upande wa kushoto. Hata hivyo dakika 45 za kipindi cha kwanza mpango wao umefelishwa kutokana na bao la Mpanzu ambalo kwa kiasi fulani na wao wamelichangia kwa kuamini kwamba alikuwa offside, lakini marejeo ya picha za video yakionyesha Mpanzu hakuwa offside. Nini kilichowabeba Simba leo hii? Kubwa ni kucheza objective football, soka la malengo, kwamba wapate pointi 3 muhimu, wakitambua kwamba ligi inaelekea ukingoni. Pointi 3 ndizo zinahitajika zaidi. Kasi ya kuwa ni ubingwa na watani zao jadi Yanga iko juu mno, na hatimaye wakapata pointi hizo kwa kupambana mwanzo mwisho katika dakika zote 90 za mchezo, huku dhamira yao ya kupata pointi 3 ikitimizwa kutokana na kile walichokionyesha. Lakini Mbeya City dhamira yao ilionekana dhahiri kwamba walau waambulie hata pointi 1 kutokana na namna walivyocheza, wakizuia zaidi kutokea chini, lakini wakazidiwa na Simba ambao hawakuwa wamekata tamaa katika kumiliki mpira katika muda wingi wa mchezo na kuibuka na pointi 3 hizo muhimu. Kasoro ya Mbeya City ilikuwa ni pamoja na lile bao ambalo walimwacha Mpanzu aweke mpira wavuni kirahisi wakidhani kwamba ameotea, lakini pia walipata mpira wakati wanashambulia hawakuwa na idadi ya kutosha kukabiliana na safu imara ya ulinzi ya kina Rushen Derok, Ismail Olivier Ture, Anthony Mligo, Shomari Kapombe, na mwisho wa siku wakajikuta wakidondosha pointi 3 muhimu mbele ya Wekundu wa Msimbazi Simba.